Hii bwana sio iliyopita, na wala hii sio ijayo, na wala hii sio ulioisikia, na wala hii si yoyote ile, ila hii ni hii hapa. Yani hii ni mpya kabisa ndani ya makala simulizi na ndani ya ulimwengu huu. Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makala simulizi. Katika simulizi yetu hii mpya kabisa, simulizi inayokwenda kwa jina la Kaka Muuza Redio. Hii ni mpya kabisa kama nilivyokwisha kukuambia, na nimejipanga vizuri kabisa kukusimulizia simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Mimi msimuliaji wa simulizi hii ninaitwa BHB. Mimi niko ndani ya makala simulizi. Bwana, mahali popote ulipo, kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, angalia chini ya video hii mkono wako wa kulia hapo. Kuna neno ambalo limeandikwa subscribe. Hebu libonyeze hilo neno ili uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho na simulizi zingine mbalimbali kabisa. Bwana, kama kawaida sana, ninavyowakubali kinoma kabisa. Hebu twendeni pamoja katika simulizi hii, mkijua kabisa mko na rafiki yenu kipenzi kabisa anayewakubali mwanzo mwisho. Okay? Bwana, tusipoteze muda kabisa, tuingie katika sehemu yetu hii ya kwanza kabisa ya Kaka Muuza Redio. Karibu twende pamoja, hii ni sehemu ya kwanza. Karibu sana. Jina langu mimi ninaitwa Sitra Basuki. Mimi nimezaliwa katika familia ya kawaida sana. Ninaposema familia ya kawaida, nafikiri unanielewa. Lakini kama hunielewi, nikwambie tu kwamba ninapomaanisha familia ya kawaida, namaanisha familia ya kawaida kabisa ya Tanzania, yule Mtanzania halisi yule. Kwa maana kwamba ni watu ambao ninaishi maisha ya kawaida yale, kwamba ni kama ni shule, mimi nasoma shule za kata za kawaida. Hizi shule zetu za Kayumba. Kama ni nyumba, tunakaa nyumba ile za kawaida ambazo mnazozijua za Uswahilini. Hayo ndio maisha yangu halisi, kwa sababu hata baba yangu kazi yake yeye ilikuwa ni kazi ya toyo. Yani yeye alikuwa anaendesha toyo ya miguu mitatu, ya tairi tatu ile almaarufu kama guta. Pale ndipo ambapo nilipozaliwa na kukulia kwenye familia ya aina hii. Na kwa upande wa mama yangu, yeye alikuwa ni mama wa nyumbani. Lakini kwa sehemu fulani mama yangu alikuwa anapenda kujishughulisha sana na utengenezaji, ushonaji wa vikapu vile. Vya aina zote, kuna vikapu vile vya kila na vile vingine vya manini yale sio yanaitwa kama plastiki yale, vile vinakuwa na urembo vile. Ya ndo alikuwa anapenda kushona vile pale, na vikapu vingine vile vya kawaida vya masala yale. Sasa katika mazingira yangu mimi nimezaliwa tu pale nyumbani, tulikuwa wawili. Mimi pamoja na dada yangu. Dada yangu huyo alikuwa anaitwa Tenili. Yeye ndiye aliyezaliwa, baada ya yeye ndo nikazaliwa mimi. Sasa kipindi ambapo mimi niko darasa la 6, ni kipindi ambacho mimi naweza nikasema ni kipindi nilianza kuvunja ungo, japokuwa nilikuwa sijielewi. Kujielewa kwa maana ya wanaume na nini, hapana, ila tu nilikuwa napenda kuwa msafi. Na kati ya kitu ambacho mama yangu nyumbani alikuwa hataki kukiona ni swala la uchafu aisee. Yani ukitaka kugombana na mama, akukuta unajaribu kurudia eti nguo ambayo uliokuwa umeivaa jana, alafu ujaribu kuirudia leo. Sasa hapo mama mlikuwa hatuelewani. Kwa hivyo katika mazingira yale mimi nilijikuta kwamba kwa sababu tayari mama alishanzoesha hivyo, mimi nilikuwa msafi sana. Na kuhusu kuumbwa kwangu, of course mashallah nimeumbwa vizuri. Japokuwa kipindi hicho mimi nikiwa darasa la 6 nilikuwa sijui chochote hata huo uzuri una kazi gani. Japokuwa nilikuwa najisikia kubalehe, navunja ungo na furahi, najiona na mimi nakuwa mkubwa, nikiangalia kifuani tayari na mimi naanza kufanana na mama, naanza kufanana na dada yangu, ngajua tu mimi nakuwa mkubwa. Lakini Justin nilikuwa sijui ishu yoyote kwamba kwenye ukubwa nini kinafanywa, hapana. Ile hali ilinifanya kusema ukweli, kila mahali nilipokuwa nikipita wanaume wengi walikuwa wakinihitaji. Lakini mimi hata pale ambapo walipokuwa wakiniita nilikuwa naona kama wananipotezea tu muda. Nilikuwa na wajibu vibaya wewe. Nilikuwa na watukana. Kwa sababu nilikuwa sitaki kabisa mazoea na wanaume. Na mama alikuwa ananikazia, ananigombeza, wewe
akisikia tu kwamba Oswi na mazoea na mkaka fulani, mama ugomvi. Na mama yangu ni mama wa Kitanzania, unamjua mama wa Kitanzania? Sasa mama yangu asili yake ni huko kwa Nyakyusa huko. Ni mkali ajabu. Haikupiga kofi lake, unalisikia jinsi ambavyo linavyoingia kwa uzito yani. Kwa nilikuwa sipendi kabisa kumkorofisha mama yangu. Nikawa mimi na watukana wanaume, nafanya nini? Katika kipindi chote mimi toka nazaliwa, baba yangu alikuwa anashughulisha na kazi yake mpaka kipindi hicho anakuja kuwa driver wa Toyo. Sijui alianza lini bwana, mimi siuseme uongo. Sijui alianza lini kazi ya Toyo. Mimi ninachojua ilikuwa ni kula. Nijue nile nivae basi. Nyumbani penyewe pale baba yangu alikuwa ni mtu ambaye kusema ukweli ni mkali, lakini alikuwa anatupenda sana. Alikuwa anatupenda tena. Yaani baba pamoja na ukali wake, lakini kusema ukweli hata ukipigwa na mama ukimsogelea baba, lazima utakuta tu atakupakata hata kama wewe ni mkubwa. Hata alipokuwa akiulizwa na watu wengine, wewe kwa nini unapakata watoto wazima hivyo? Unajua tabia mbaya hiyo? Basi ukiyo tabia mbaya, baba alikuwa anaambia hapana, hamna mtoto ambaye anayekuwa kwa mzazi. Sasa mimi nilikuwa napenda ile hali. Nilikuwa napenda sana, hata nikiwa na hasira zangu naenda kwa baba pale, najilaza pale, hata akiwa amekaa na mama mimi naenda najilaza kwa baba. Kwa kifupi niseme baba alikuwa anatudekeza japokuwa alikuwa mkali. Sasa ni kipindi hiki ambapo nilikuwa niko karibu kuingia darasa la 7. Mwishoni kabisa mwa darasa la 6. Siku moja nakumbuka tulikuwa pale nyumbani. Ilikuwa ni mida ya jioni hivi. Baba siku hiyo alikuwa amewahi kutoka kazini. Akarudi pale. Tuko zetu tunapiga stories za 2-3 pale nyumbani, si unajua? Stories za kifamilia tu kawaida. Kidogo kuna baba mmoja, mbaba kaka hivi. Of course kwangu ni mbaba, lakini umri wake sio kwamba ulikuwa umeenda sana. Ni level tu za mama yangu. Alikuwa anapita kwenye njia moja ambayo ilikuwa iko jirani na pale nyumbani kwetu. Akawa anatembea zake, mama alikuwa anatoka upande wa jikoni anaenda kwenye nyumba kubwa. Si akamuona. Alipomuona, mama alikuwa ameshika vitu mkononi. Alikuwa amebeba nyanya, sio na vitu gani vile. Vingine alikuwa amevishika mkononi. Mama alipomuona pale kama aligwatuka hivi. Akashaka fulani hivi. Kuangalia vizuri. Kidogo akaitaarifu. Yule kaka akageuka. Mama akahakikisha kwamba ndo yule huyo arifu aliyokuwa anamzungumzia. Mama pale alitupa vitu vyote pale chini. Akavitupa na kumkimbilia yule mbaba kaka yule. Msikilizaji, nielewe tu ninaposema mbaba kaka, namuita mbaba kaka kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa. Yaani kwa mujibu wa mama alisema kwamba yeye pale yule ni mtu mzima, lakini kwa ulivyo muonekano wake ulikuwa ni bado ni kijana. Anyway, mimi ngoja nimuite baba kwa sababu analingana na wazazi wangu. Ndio hivyo bana, mama akatupa vitu pale, akakimbia. Sasa mimi na baba tulikuwa tumekaa hapa kwa nje. Yaani ulikuwa unatoka jikoni, unapita hapo tulipokaa, unaingia kwenye nyumba kubwa ambapo ndo tulipokuwa tunaishi sasa. Sasa kile kitendo ambacho mama alichokifanya cha kutupa vitu pale chini na kumkimbilia yule baba aliyemuita Arif, kilimfanya baba abaki akiwa ameshikwa na butwa ametazama tu. Mama alipofika kwa yule baba alimkumbatia, na yule kaka akamkumbatia kwa nguvu bila kuachiana. Jamani Arif, jamani. Huku wakati huo yule kaka naye yule mbaba akawa amemkumbatia mama kwa nguvu sana. Unajua kukumbatiana kule bila kuachiana, wameganganiana. Eka ni wewe. Eka jamani, eka. Wote pale wakajikuta mpaka yule mbaba akaanza kutoa machozi. Walikumbatiana kwa nguvu pale. Baba alibaki akiwa ametazama tu. Mimi nilishangaa kwa sababu sijawahi kumuona mama yangu akiwa anafanya vitu kama vile. At the same time sijawahi kumfahamu yule kaka, yule mbaba kwamba ni nani. Walikumbatiana pale na huko akiwa ameshikana mikono. Baada ya kuachiana wakaanza kuelekea sasa pale wapi? Kule nyumbani. Walikuja pale, baba alibaki akiwa ametazama tu.
Mama alipita pale na kuacha hata kuokota vitu ambavyo alivyokuwa amevitupa pale. Huyo wakaingia na yule baba mpaka ndani sebuleni wakakaa. Nakwambia hapo story zao zikaendelea. Wanapiga story tu, wanacheka, wanapiga story, wanacheka, uswidini. Jamani alafu ikawaje? Na yule Timuna kwa kweli Timuna aliolewa huko Mbeya. Jamani. Na Shedraki bwana. Shedraki ndo namba zake sina, lakini mara ya mwisho nilisikia kwamba alikuwa amepata kazi huko Kenya, huko kwenye redio moja sio inaitwa ndani. Sasa redio za kule nazo na mimi sina hobi nazo, sijapata kumfahamu kwa kweli na muda mrefu kidogo. Jamani hebu niambie lakini za siku nyingi jamani. Ni wewe kweli? Eka ni mimi. Naona mambo yamebadilika sana sasa hivi, umekuwa mtu mzima kweli. Jamani. Wewe acha tu jamani. Acha tu. Acha jamani. Mimi siamini kama nimekuona jamani ujue. Arif, siamini. Wewe sijaamini sana. Hebu niambie. Msikilizaji, mama pamoja na yule baba waliendelea kupiga stories zao pale. Kidogo nilisikia sasa huko jikoni kama kuna kitu kinaungulia hivi. Baba alinigusa tu pale. Akaanza kuniambia, Sitra, niambia baba, usikii kama kuna kitu kinaungua huko jikoni? Ungeenda kuangalia sababu mamako naona bado hajarudi. Okay. Nilinyanyuka pale na niliokota kwanza vile vitu ambavyo mama alivyokuwa amevitupa pale. Kilikuwa ni kibakuli, kilikuwa na nyanya, vitu pale. Nafikiri ni vitu ambavyo alivyokuwa anavirudisha sehemu vinapokaa. Pale sasa mimi nikaingia ndani, nikakuta kweli mama alikuwa anasonga ugali, na ule ugali ameuachia pale. Muda huo nakwambia. Ilibidi pale mimi ni epue, nikaupakua haraka pale kwa sababu ulikuwa umeshaiva, lakini sasa ulikuwa unaungulia. Basi mimi nikatulia pale nikaweka pembeni. Nibaki nikiwa najiuliza sana, huyu mtu ni nani? Afu mbona mama mama mbona amempokea vikubwa sana kiasi kwamba amesahau mambo ya msingi. Nilimaliza pale na nilirudi, nikawa nimekaa pale nje mimi pamoja na baba yangu. Nilimuona tu jinsi babangu ambavyo alivyokuwa amebadilika pakubwa sana. Nilimuuliza, baba, mbona umekuwa hivyo? Hapana, hamna, kawaida tu. Baba, mbona umekasirika? Kwani mimi nimekufanyaje? Hapana, Sitra, hamna shida. Hamna chochote ambacho umenifanya. Haya, hebu niambie baba, ile gauni uliloniambia utaniletea, mbona hujaniletea? Lile nitakuletea, ngoja kuna pesa zangu ambazo nikizipewa mimi nitakununulia. Kwani mimi nishawahi kukudanganya? Hapana, lakini sasa hivi ndo naona kama umenidanganya. Hapana, siwezi kukudanganya. Sitra, nikudanganya wewe hapo mimi nitamnunulia nani? Kama ukiamua kumnunulia dada Tenili. Hapana, cha dada Tenili la dada Tenili. Cha wewe. Kesho naomba basi uniletee. Sio kesho bwana. Mimi nimekuambia kwamba nikipewa hela yangu. Au unataka nikaibe mwanangu ili nichomwe moto alafu unikose? Hapana baba, sitaki uibe. Usiibe baba, wewe sio mwizi. Haya basi, subiri basi nikichukua hela yangu ile mimi nitakununulia gauni lako. Alafu wewe umekuwa mkubwa sasa hivi. Gauni aina ile pale ile inakutosha. Si kuna ya wakubwa? Hapana nawe, yale yametengenezwa na wewe. Gauni lina mpaka maua huku na wewe lina mpaka mirembo huku mbele huku. Sile watoto wale, wewe unapenda yale bado. Mimi nitakununulia gauni lingine zuri. Leo kubwa. Wewe unaona sasa hivi unakuwa mkubwa kabisa, umekuwa mkubwa sasa hivi. Karibu unaanza kuvaliana na mama yako sasa hivi. Haya, ununulie lolote ile mimi nitafurahi baba. Haya, mna shida. Msikilizaji, mimi na babangu niliendelea kupigisha stories hapa na pale. Baba alijitahidi sana kujikaza ili kuonyesha kwamba hakuna kinachoendelea moyoni mwake.
Lakini kusema kweli nilikuwa na uelewa tu kwamba baba hayuko sawa. Stories ziliendelea hapa na pale, na kidogo baba ndio hapo akatoka. Na yule mama yetu ndo akatoka kule ndani. Akapita pale akaingia jikoni. Hata chochote kile. Yule mgeni kule mwacha. Sio mimi wala baba ambaye yule mtu ni nani. Mpaka kujua. Mama aliingia jikoni kuendelea kumaliza kupika na mambo mengine yote. Hatimaye akapeleka chakula kule ndani, ndipo akatuita wote mimi na baba yangu ili tuweze kwenda ndani kula. Baba yangu aliitikia lakini hakupenda. Tuliponyanyuka pale ili kuingia ndani, mimi niliendelea sebuleni, lakini baba alienda moja kwa moja mpaka chumbani. Mama akamuita tena baba. Akaniuliza, wewe Sitra, baba yako yuko wapi? Basi ameelekea chumbani. Pale na kufanya kile chumba kwenye mlango tu pale na kuanza kumuita. Wewe baba Teneli, baba T. Naam. Twende tukale kule. Ngoja nikutambulishe na mgeni. Sasa wewe mgeni yuko kule sebuleni. Sijisikii kula sasa hivi. Jamani, baba T, twende bana kule. Sasa hujisikii kula ndo ukae huku ndani na kuna mgeni kule. Mama T, please, hebu naomba uniache bwana nipumzike. Nimekuambia sijisikii kula, naomba niache nipumzike. Utatambulisha hata baadaye. Wewe, nimekuambia mimi nahitaji twende kule. Usiniletee mambo. Twende nikutambulishe basi tu, alafu utarudi. Alafu ujisikii kula vipi? Na wakati wewe ndio ulikuwa unanihamasisha kila saa hapo kwamba nipike. Una njaa? Mama T, nimekuambia sijisikii kula, sijakwambia sina njaa. Twende basi kule sasa. Okay, nakuja. Mama alitoka pale chumbani na moja kwa moja akarudi pale sebuleni. Tulikaa pale tukisubiri kwamba baba atakuja, lakini hakuja. Mama alipakua chakula, mimi nikaanza kula. Tukala wote pale, lakini baba hakutokea pale sebuleni kabisa. Tulikuwa tukamaliza na muda pale sasa ulikuwa umeenda. Ilikuwa inaenda saa 2 usiku. Tukamaliza pale story 2-3, lakini mimi nikawa najiuliza mbona baba haji. Lakini nikajua tu sababu mama ameshaenda kule, ameongea. Labda ameamua kwamba baba leo atalia kule. Sikutaka kuliwazia sana kwa sababu mama tayari ameenda kuonana na baba. So sikutaka kuwaza sana kuhusiana na maisha ya huko chumbani ya baba na mama. Kwa kifupi hayanihusu. Tulimaliza na yule kaka, yule mbaba yule Arifu. Nilimfahamu Arifu kutokana na mama alivyokuwa anamuita. Akasema bana yeye anatoka. Mama akatoka akamsindikiza. Hapo hawajamsalimia baba wala hajafanya nini. Akamsindikiza huyo. Walikaa. Mbona arudi? Zaidi ya nusu saa. Nasubiri pale mama atokei. Iliisha jamani karibia lisaa lizima. Mama ndo anarudi. Na wakati sehemu yenyewe ulikuwa ukitoka tu njia hiyo hapo, tayari maana yake kama ni kumsindikiza mtu, ilikuwa unamsindikiza ukimfikisha pale njiani, si unarudi nyumbani. Basi ule muda ukaisha, ndo mama akarudi. Mimi sikutaka kujaji sana mambo yayo. Tulimaliza pale tukaenda zetu kulala. Tukiwa tumepumzika ndani kidogo, nilisikia mazungumzo ya baba na mama huko. Sikuwa nikisikia wanaongea, lakini ilikuwa inaonyesha kwamba kuna kutokuelewana fulani hivi. Yaani kulikuwa na kaugomvi fulani hivi kati ya baba na mama. Na kuuliza hivi. Kwani? Kelele zile. Kwa unasikia neno moja na wengine usikii. Ilinibidi nitoke kule chumbani. Nikasogea na pale karibu na mlango wao. Nikasikia sasa baadhi ya mambo ambayo waliokuwa wanaongea. Nikamsikia mama akianza kuongea, kwa hiyo sasa kwani wewe ulitakaje? Kwa hiyo ina maana mimi nimuone rafiki yangu siku nyingi alafu nisimsalimie kwa sababu wewe umekaa. Si ndivyo? Yaani mimi nimwache nisimsalimie kwa sababu wewe umekaa hapo, si ndivyo? Hebu nisikilize Mama T. Sizungumzi habari ya wewe kumsalimia. Ishara uliyoionyesha pale na maelezo unayonipa
haviendani. Yaani ishara uliyoionyesha ni tofauti kabisa na maneno unayoniambia. Ishara gani bwana? Hivi wewe unavyoniambia kwamba huyu ni mtu ambaye mliwahi kusoma, mlikuwa mnasoma naye miaka hiyo, kusoma naye peke yake ndipo kuna kufanya utupe mpaka vitu, umkimbilie mtu na kumkumbatia mpaka mnakumbatiana ndani ya dakika 3 mmekumbatiana tu tena mbele yangu kwa sababu tu mlikuwa mmesoma wote. Kwa hivyo darasa lenu kama lilikuwa na wanaume 30, kila mwanaume utakayekutana naye mtakuwa hivyo. Baba T, mimi naona yako mambo. Wewe kama kuna jambo unataka kusema wewe sema tu. Sema tu. Mimi bana makelele sitaki. Msikilizaji, kwanza mimi nilishangaa ile hali kwa sababu sijazoea mama akiwa anamjibu baba vile. Kusema ukweli sio kwamba ni mara ya kwanza kugombana, lakini mara nyingi wakigombana mama alikuwa ni mpole na mtu wa kubembeleza tu. But after that nilishangaa mama anakuwa na uwezo wa kumjibu baba, kitu ambacho kilichomfanya baba zidi ukasirika sana. Hii kiburi umekipata wapi? Ndani ya masaa machache haya. Umekipata wapi hicho kiburi? Mama T. Kiburi. Bana mimi nimekwambia hebu niache bana, mimi usimpigie kelele, mimi nataka nilale. Kama inakuuma mwanaume kusalimiwa, yani mimi kumsalimia rafiki yangu, kumsalimia kama wewe inakuuma, basi fanya unachotaka bana. Wewe kama unataka kukaa na mimi uniambie tu. Niambie tu mimi niondoke. Lakini haiwezekani mimi uanze kuniambia ina maana kumsalimia mtu tu kwa ndio imekuwa hivyo. Mama T, umefikia sehemu ya kuniambia maneno kama hayo? Kwamba sihitaji kuishi na wewe, kama sihitaji niseme ili uondoke. Haya maneno umeyapata wapi? Bana, mimi nimekwambia hivyo kutokana na wewe unavyoondani. Hebu achana mimi bwana. Mimi niache nilale. Kidogo pale nilisikia mlio wa kofi. Huu ulikuwa unaonyesha kabisa kwamba ulikuwa unatua kwenye shavu la mama yangu. Mamangu alipiga kelele pale. Mimi nikasema sisi niingie ndani. Nilianza mimi kusukuma ule mlango, lakini ulikuwa umefungwa kwa ndani. Baba aliita, "Wewe nani huyo?" Nikamwambia, "Ni mimi baba." "Baba, unataka nini?" Baba mimi nasikia kama unampiga mama, fungua." "Nenda kalale, hamna kitu chochote kinachoendelea huko. Nenda kalale." Mbona mama analia? Mbona mama sasa analia? Nimekwambia nenda ukalale, mama yako amejigonga kwenye kitanda huko. Nenda ukalale, alafu nani kakwambia wewe unafuatilia mambo ya watu wakiwa huko chumbani? Toka hapo, sitaki tabia mbaya. Nitatoka hapo nje, utanikoma. Nikitoka hapo utanikoma. Nenda kalale. Hunisikii? Sita hunisikii? Msikilizaji, namjua baba yangu. Kuna sauti akiitoa hiyo, I say naijua, namjua vizuri baba. Hiyo sauti akiitoa haijalishi kwamba yani anakudekeza au anakupenda kiasi gani. Nilijua tu kabisa kinachofuata pale ni kufunguliwa ule mlango na kupewa mabanzi ya hatari. Nikaona hilo jambo linifie nini? Hebu aache hapo ndani. Mimi nikanyamaza kimya, nikatulia. Baba hakuendelea kumpiga. Mama aliendelea kujiliza, lakini akiwa anaongea maneno ambayo yalikuwa si mazuri sana. "Kwani wewe ulinikuta mimi na msichana wangu? Kwamba hujui kabisa kwamba mimi na mimi nishai kupenda? Hilo ndio linasababisha unanipiga?" Nishai kupenda. Kwa taarifa yako sasa nikwambie, si unajifanya kwamba wewe ni mwanaume. Nitakwambia ukweli ambao utakuuma milele. Nitakwambia ukweli ambao utakuuma siku zote za maisha yako. Nitakwambia tu. Baba pale alizidi kuwa anamsisitiza mama, huko akimwambia kiburi hicho kilichoota ndani ya dakika chache, ndani ya masaa machache umeota kiburi kiasi hicho. Sijui mwisho wake, lakini ninachojua mwisho wake sio mzuri. Siujui mwisho wake utakaje, lakini nina uhakika kwamba mwisho wake hauwezi kuwa mzuri. Alafu nisikilize. Huu muda umeenda sasa hivi. Watoto wanalala. Unaona mpaka watoto wanaanza kuja huko. Makelele yako si hata. Makelele gani? Wewe ndio umenipiga. Sijui nini. Nitakwambia ukweli ambao nikikukwambia najua wewe mwenyewe utajuta. Kwa nini uliliamsha?
Sikupenda ile hali kabisa. Niliona leo ugomvi wa mama na baba sio kama wa siku zote. Kuna mambo nje ya hapo. Yaani nje ya ugomvi ule wa kawaida, mama muda mwingine anamfokea baba. Kiukweli kuna yale mambo unakuta mama sasa sio kufoka ila kumlalamikia baba. Sio kumfokea. Alikuwa anapenda sana labda akikasirishwa na baba anamlalamikia huku na kule analalamika. Lakini sio kumfokea. Lakini siku hii ilikuwa ni tofauti sana. Mama alikuwa na power ya kumfokea baba, anafanya hivi na vile, anaongea huko ndani nakwambia. Nilisikia sauti ya baba akiongea maneno ambayo majibu yake kwa kweli ndio yaliyoniumiza na kunishangaza sana. Hebu useme huo kweli. Hakuna kitu chochote ninachokiogopa. Sema huo kweli ambao unaosema kwamba unaweza kusema. Useme kwa sababu ninachokiona sasa hivi hapa. Ya, kuna mambo fulani nimeyaona. Mimi ni mtu mzima. Ndio, ni kweli. Ni kweli. Wewe umenipiga. Ni kweli. Ni kweli. Na kuanzia kesho hutaniona hapa nyumbani. Wewe nimekwambia niambie huo ukweli ambao unaosema ukiniambia mimi nitaumia. Niambie, hakuna kitu ambacho mimi naogopa. Alafu mke wangu, kwani mimi ni mtu mzima uelewe kwanza. Ninafahamu kwamba wewe hujakukuta na ubikra. Ungeniambia tu kwamba labda huyo alikuwa mpenzi wako. Na kwanza ulipaswa usionyeshe ile hali. Ulipaswa usionyeshe ile hali kabisa ya kumrukia kufanya vile, no. Ungenieleza tu kwamba alikuwa ni ex wako. Na kama ukiona kwamba kuna haja, mimi ningeelewa tu. Tungekaa mbona vizuri kwa amani. Mimi najua sijakukuta na usichana wako, kwa hiyo ningejua tu kwamba ni salama, mna shida mliwahi kuwa naye. Kwa sababu hata mimi mbona nishaikuwa na watu wengi. Nishaikuwa nao, lakini kwa sasa hivi niko na wewe. Sioni sababu ya mimi na wewe kugombana kwa sababu hiyo. Msikilizaji, kwanza nilishangaa baba ameanza kuwa mpole. Ameanza kuwa mpole kama baba yeye ndo anabembeleza sasa. Lakini mama alikuwa akiendelea kuwa mkali. Ungenieleza na ningeelewa tu, tungeendelea kuishi. Lakini mimi nilichokuwa nazungumza ni hali uliyoionyesha pale. Ile hali si nzuri hata kidogo, na naamini hata ingekuwa kwako usingependa. Bana, mimi sitaki unihutubie. Sitaki mahubiri yako, si hotuba gani? Nenda ukahutubia watu wako huko. Sitaki unihutubie ujinga wako mimi. Mama Tiu, unaniita mimi mjinga? Ndio, ni mjinga, na ndio maana umekaa hapo ukalea na mtoto ukijua ni wako na sio wako. Msikilizaji, lile neno ndilo lililonifanya mimi sasa pale nishangae. Sasa huyo mtoto gani? Ni mimi au dada T? Huyo ambaye mama anayesema hivyo. Lile jambo lilimfanya baba aulize kwa sauti nyingine. Unasemaje? Mtoto gani? Niache, umehataka mwenyewe. Siku zote mimi nimekufichia ili uwe na amani. Lakini kwa sababu umejifanya unanipiga, nakwambia ukweli. Ndio. Umelea mtoto sio wako. Na huyu ni baba yake mtoto. Tena ile sio mtoto wako. Ni mtoto huyo ambaye umemuona leo. Huyo ndo baba yake. Arifu ndio baba wa Tarnil. Wewe unajifanya nilikuntulia ili nisikumize moyo, lakini kwa sababu umethubutu kunipiga kofi mimi, nimekwambia ukweli. Huyo ndio, kwa taarifa yako, huyo ndo baba wa mtoto, na alikuja hapa na ameniulizia pia kuhusu mtoto. Sio unataka? Ndio. Huyo ndo baba wa mtoto. Sasa utaki usitaki, kama unataka nipige niwe nifanye chochote, na huyo ndo baba yake. Huyo ndo baba yake mtoto wangu, ambaye ulikuwa unajinadi kwa kila siku kwamba ni mtoto wako wa kwanza. Haya, sema kingine. Sio unataka wenyewe? Alikuja kumwangalia mwanae Tanil. Wewe unajifanya una mkono mwepesi, unajifanya unaweza kunipiga. Fanya unachotaka sasa.
Msikilizaji, pale mwili wangu mimi ulikuwa kama umemwagiwa maji. Kwanza nilipoa. Jamani. Ina maana dada Tanil sio dada yangu wa baba mmoja mama mmoja. Nilijiuliza sana pale. Na huku nikiwa nasikiliza kwa makini reaction ya baba ambayo atakayoitoa. Cha ajabu nilishangaa baba akiwa amenyamaza kimya. Nikawa nasikiliza kwamba ataongea kitu gani. Sikusikia alichokuwa anaongea kwa muda fulani hivi kwanza. Baada ya muda kama dakika 3 hivi, kukiwa na ukimya huku mama akiwa anaongea ananyamaza. Anaongea tena ananyamaza, lakini baba akiwa haongei chochote. Dakika kama 3 hivi ziliisha. Kidogo pale ndo kasikia baba akiongea. Mama T, kwa nini unachoongea kwanza ni ukweli? Ndio ukweli huo. Nimechoka kukufichia. Nilikuwa nakufichia ili usiumie. Nilitaka uishi hivyo hivyo, usijue mpaka siku naenda kabrini. Lakini kwa sababu umethubutu kunipiga mimi kofi ambalo hata mama yangu mimi mzazi sikumbuki tarehe yake ya mwisho kunipiga, nimeamua mimi nikwambie huo kweli. Mke wangu, niambie ukweli wote. Naona bado hujamaliza ukweli. Niambie ukweli wote. Najua hujamaliza. Ukweli ndio huo, sina ukweli mwingine. Tanil sio mtoto wangu. Unataka nirudie au nikuchoree chini ndipo uelewe? Unataka nikuchoree chini au nikupigie picha nikuandikie hapo ndipo uamini kwamba sio mtoto wako au? Okay. Okay. Kwa hiyo huyu alikuwa anataka mtoto wake au anataka nini? Nisikilize nikwambie, alikuja kumsalimia mtoto, hajasema ana shida naye. Lakini kwa sababu umeamua kuvuka mipaka na kumbinipiga, ndio maana nimeamua niseme ukweli kwamba huyu sio mtoto wako. Kwa nini mke wangu usiniambie tu kwamba huyu ndo mwanaume unayempenda na ukweli ni kwamba bado mko kwenye mahusiano? Kwa nini usiniambie ukweli wote? Mimi huwa sio ukweli. Lakini kama ukitaka iwe hivyo itakuwa hivyo. Kama ukitaka awe mume wangu itakuwa. Kama unataka awe wara yangu itakuwa. Ni wewe mwenyewe tu. Lakini kwa sababu nilikuheshimu, nikakutunzia siri na umeamua kunisumbua, nimeamua kukuambia ukweli. Yeah. Nikiamua awe mume wako anakuwa. Nikiamua awe hawara wako pia anakuwa, si ndio? Ndio. Ndio hivyo, wewe tu amue. Okay. Citrus ni mtoto wangu lakini. Citrus ni mtoto wako. Ila Tanil sio mtoto wako kabisa. Huo ndio ukweli. Na sasa hivi hapa nikwambie, kwa sababu umeleta shida, Tanil atakuwa karibu na baba yake na dunia yote itajua kwamba wewe sio baba yake. Msikilizaji, kuanzia pale baba yangu hakutaka kuendelea kuongea. Sikusikia maongezi. Zaidi nilisikia mama akiongea maneno kwa kuyarudia. Nilitoka zangu kimya, nikarudi chumbani kulala. Nilikuwa nikifikiri sana. Kwa kweli ilikuwa ni jambo la mshangao sana kujua kwamba Tanil dada yangu wala hakuwa mtoto wa baba yangu mzazi. Lakini sasa nikiangalia jinsi ambavyo baba yangu alivyokuwa anampenda, anafanya vile. Anyway, mimi sikuwaza sana.
Nililala na asubuhi ilipofika, kusema ukweli nilianza kuona mambo fulani tofauti pale nyumbani yakianza kubadilika. Siku ile ilipita. Kuanzia siku ile bana, pale nyumbani niliona baba akiwa anakuja akiwa hana raha. Baba hakujaribu kumbagua dada yetu. Datanili, hapana. Hakuwahi kumbagua, lakini niliona kabisa pale nyumbani kwamba baba hana ile raha. Yaani ile furaha ambayo aliyokuwa nayo kila siku niliona kabisa ikiwa imetoweka. Baba hana amani. Anakuja pale kama ni kuna kitu amekuletea nakupa anaondoka. Tuliishi vile bana mwezi mzima. Mwezi wa pili niliona mpaka mwili wa baba wangu naona kabisa unakonda. Kaona da. Nyumba ilikosa furaha kwa ujumla. Mara nyingi nilimuona mamangu akiwa anachati. Alikuwa anachati huko anatabasamu hata mbele ya baba yangu akiwa anaona. Na pindi baba alipokuwa akiona hivyo, hata kama tuko mezani, baba alikuwa ananyanyuka anaondoka naenda zake kulala. Hata kama nilikuwa mtoto, japokuwa sio mtoto sana, lakini niligundua kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa. Kuna mambo ambayo baba hayafurahii pale nyumbani. Basi bwana, pale ni kipindi ambapo na mimi sasa nilikuwa nimemaliza. Wakati tunaingia sasa la 7, mimi ndo naingia la 7 ili kumalizia. Ile mwaka wangu wa mwisho, na maanisha kumaliza elimu ya msingi. Ndipo naenda kuanza sasa mwaka wangu wa mwisho. Mapema Januari ile nilianza kuona baba akiwa anaanza kupunguza spidi ya kuja pale nyumbani. Kuna siku ambazo unakuta anakuja, anakaa siku 2, haji siku 3, tofauti na mwanzo jinsi ambavyo ilivyokuwa. Siku moja nilimuuliza baba akiwa pale nyumbani, nikamwambia baba, "Mbona lakini siku hizi hutaki kuja hapa nyumbani kila siku? Kuna nini?" Sitra. Hakuna, ni kawaida tu. Na banwa na kazi, na ndio maana huwa wakati mwingine siji. Hapana baba. Kwani kazi yako si unayoifanya hapa? Sasa siku zingine si ulikuwa unakuja. Mbona sasa hivi hutaki kuja? Hapana, usiwaze. Nitakuwa nakuja basi. Baba bana, niambie kwa nini ulikuwa hauji sasa? Na najua tu unaniambia utakuja, lakini wewe utakuja. Mbona jana juzi ile unakaa mpaka siku 3 uje hapa nyumbani, kwa nini? Kuna siku nitakwambia siku nyingine, lakini kuwa kwanza. Ukifika form 4 nitakwambia. Baba, ni sasa hivi la 7 mpaka nifike form 4. Niambie sasa hivi. Anyway, ngoja nikwambie tu kwamba sasa hivi ninabadilishaga kazi. Kuna muda naacha guta langu hili, alafu nafanya kazi zangu zingine. Kwa hiyo zile kazi ndo zinanichukulia muda, lakini kwa sababu umeongea hivyo mwanangu, basi mimi nitakuwa nakuja hapa nyumbani kila siku. Sawa? Uje bwana baba, mimi ni spendi nisipokuona hapa nyumbani. Haya, hamna shida. Endelea usome vizuri, sawa? Sawa baba. Nilikubaliana na baba yangu pale. Lakini siku hiyo nilivyoongea naye ndo kama nilikuwa nimemfukuza pale nyumbani. Kuanzia kesho yake baba yangu hakuja pale. Ila nilipokuwa namuuliza mama baba yuko wapi, alisema sijui. Atakuwa yuko kazini kwake, atakuja tu. Ilikaa ile hali zaidi ya mwezi mzima baba haji pale nyumbani. Lakini nilikuwa nikikutana naye njiani. Ananiambia tu nakuja, haji. Tulikuwa tunakutana njiani, ananipa hela ya kwenda naye shule. Alikuwa babani kusema kweli hakupunguza ule ukaribu wake na mimi, lakini sasa kutokana na kwamba alikuwa haji pale nyumbani mara kwa mara. Yaani haji kwanza. Tulikuwa tunakutana tu njiani, wakati mwingine alikuwa anakuja mpaka shuleni kwetu kule, ananipa hela anaondoka hivyo hivyo. Siku zilivyoenda, tulipokuwa mwezi wa 4 hivi, nilishangaa sasa yule baba mwingine, yule Arif yule, akawa anakuja pale nyumbani. Wakati mwingine nilikuwa natoka shule na mkuta yuko pale nyumbani, yuko na mama. Kusema ukweli nilianza kuhisi kitu.
kwa sababu mimi nishakuwa mkubwa. Niko la 7 nikaanza kuhisi ina maana mama sasa hivi huyu ndo baba. Na sio siri, kuna muda nilikuwa nikiwaona wakiwa wanatokea chumbani kwa baba na mama. Yule Arif pamoja na mama yangu walikuwa wanawaona wanatoka kule, mama akiwa amefunga kanga. Mama amefunga kanga kama vile baba yupo. Na kati baba yetu alikuwa hayupo pale nyumbani. Niligundua kabisa kwamba mama yangu sio siri atakuwa anatoka kimapenzi pamoja na yule Arif. Hilo jambo mimi sikulipenda kwa sababu nilikuwa naona kabisa kama anamdhalilisha baba. Na hasa ukizingatia baba yetu sasa anakuwa hayupo pale nyumbani. Nilikuwa naona inaleta picha mbaya. Nilikuwa sipendi kwa kweli. Ile hali iliendelea. Siku moja ilibidi nimuulize mama. Nikamwambia mama, kwani sasa hivi huyo ndo baba yetu? Wewe Citrus, tangu lini umeanza tabia ya kuingilia mambo yangu? Mambo ya wazazi wako, tangu lini ukawa wewe ndo unaoingilia? Wewe hakunihoji vitu kama hivyo. Nikikwambia ndio, nikikwambia hapana, itakusaidia nini? Hapana mama, mimi nimekuuliza tu kwa sababu gani? Wewe unauliza kama nani? Nauliza tu kwa sababu baba hapa nyumbani naona Haji, alafu namuona huyu baba mdogo huyu ulioniambia ndo namuona. Ndio maana nimekuuliza ndio baba yetu sasa hivi hapa nyumbani. Kwani wewe unaonaje? Mama bwana, nitakulabua makofi wewe. Na wale wako waanze kuniuliza maswali yako siku nyingine. Nitakupasua hicho kichwa. Msikilizaji, mama yangu alikuwa mkali. I know my mom. Namjua mama yangu, mimi namjua. Akikasirika namjua. Niliamua kunyamaza. Siku moja pale nyumbani nakumbuka alikuja rafiki yake mama. Alikuwa anafahamika, yeye tulikuwa tumemzoea kama mama nani? Mama Bulan. Alikuja pale nyumbani. Nikawa naendelea na mishe zangu, lakini kidogo nilipita na kusikia maongezi ya Mama Bulan pamoja na mama yangu. Walikuwa wanaongea. Sijui nini. Kidogo nikasikia akimshauri mama. Lakini shoga yangu ngwambie, sio vizuri kumleta hapa nyumbani. Ni bora mfanyie huko, lakini sio hapa nyumbani. Unajua watoto watajisikia vibaya sana. Watajisikia vibaya kweli yani. Alafu kweli unajua umeongea hivyo umenikumbusha. Huyu Citrus nakwambia juzi ameniuliza huyo. Ndio hivyo bana, nakwambia shoga yangu usifanyie hapa bwana. Bora hata utoke naye huko, ukija hapa nyumbani pawe salama. Unajua watoto wanavyoona hivi alafu baba yao hayupo hapa, kuna namna hata wao hawajisikii vizuri. Umeongea kweli. Itabidi niache. Kwanza leo nitamueleza kwamba asije hapa nyumbani. Ndio hivyo shoga yangu. Nakwambia, lakini mimi natamani mambo yenu yangeisha. Unajua sasa hivi anahangaika. Mwacha hangaike zake huko, Yesu alijifanya. Nakwambia Shembasu kwa anahangaika sana. Yaani mara yuko na huyu, mara yuko na yule. Nakwambia hata pombe sasa hivi anakunywa. Yaani sasa hivi hadi pombe anakunywa. Kweli anakunywa, nakwambia. Shembasuki sasa hivi anakunywa pombe. Na anatembea na wanawake. Yaani hana mmoja, mara huyu, mara yule. Msikilizaji, sikupenda yale maneno aliyokuwa anazungumza pale kwa sababu baba yangu kusikia kwamba sasa hivi anatoka na wanawake mbalimbali. Afu babangu ameanza kunywa pombe, kitu ambacho sijai kumuona. Sema kweli ilikuwa inaniumiza. Jambo pekee nililolipenda ni baada ya yule mama, rafiki yake na mama yangu, yani Mama Bulan, baada ya kumwambia tu mama kwamba asifanye nini, asiwe anafanya mambo yake pale nyumbani. Ile jambo mimi nililipenda na nilifurahi kwa sababu mama aliitikia kama amekubali. Basi kuanzia siku ile sikumuona tena yule Arifu akija pale nyumbani. Akawa haji pale nyumbani tena. Sasa kama walikuwa wanakutana wapi na mama yangu vipi mimi sijui. Lakini katika yote haya mimi niseme tu kwamba bado pale nyumbani tulikuwa na furaha. Japokuwa baba hayupo na nini, mambo mengine yalikuwa yanaenda hivyo. Lakini sasa baadaye nilikuja kugundua baada ya kumsikia mama akiwa anazungumza pamoja na
shoga yake yule Mama Bulan, wakiwa wanazungumza hoje sasa hivi mara kwamba mama ametengana na nani? Na Arif. Mama akawa anamlalamikia Mama Bulan kwamba sasa hivi mahitaji pale nyumbani yanaleta shida, sio nini, kwa sababu Arif aleti tena hela. Akasema kwamba eti mimi na mume wangu sijui nini na yeye anataka aoe, mambo kama hayo. Sasa pale nikaja kugundua kumbe Arif alikuwa anatoa vitu pale nyumbani. Nilikuwa sijui. Kweli hali pale nyumbani ilianza kubadilika. Baba nyumbani haji. Kama mkikutana tu njiani au akiufuata shuleni anakupa pesa ya kwako ya kutumia na nini, lakini nyumbani hataki kuja. Upande wa mimi pale nyumbani sasa nikaona mambo kabisa yanabadilika. Dada yangu yeye ndo kwanza kabisa akawa wa kwanza kuondoka pale nyumbani. Akawa ameenda huko alipotafutiwa kazi. Yeye shule ilishindikana mapema, mimi pale na mimi nikawa ndo niko namalizia la 7 pale. Mambo pale nyumbani yakawa yamebadilika sana kwa kweli. Naona kabisa mama yangu anateseka, aingia huko na kule. Sasa mimi nikamaliza la 7 bila baba kuonekana pale nyumbani, zaidi ya huko njiani tu. Mama yangu na yeye sasa akawa anafanya kazi pale nyumbani. Sasa unajua kazi zake zile za kushona vile vikapu ilikuwa sio kila wakati anafanya hivyo. Kutokana na mazingira yetu tu, wateja wake sio wa uhakika sana. Kwa hiyo ni paka mtu labda akiwa anataka anamwambia nishonee na mshonea. Mamangu akawa anaenda anafanya mpaka kazi za kufagia kwenye nyumba za watu. Ili mradi tu aweze kupewa pesa. Anawafanyia usafi, anapewa pesa, ndio tunaishi hivyo pale nyumbani. Wewe, maisha alitupiga tena. Sasa mimi nilipomaliza la 7 nikawa sasa niko zangu kitaa. Nikawa sasa nawaza mimi nitaishije. Hapo sasa wenzangu ishafika kipindi wanapaswa waingie form 1. Mimi nikasema hata shule siendi. Kuna kule mama akaniambia hapana, uende shule. Nikaona hamna shida, nikaanza na mimi form 1. Vizuri tu pale, uniform zipo, lakini kadiri siku zilivyokuwa zinaenda, niliona hali yangu sio nzuri. Yaani naona kabisa mahitaji mengi nyumbani siyapati, mara chakula wakati mwingine shida, mara nini. Nikasema hapana. Nikaongea na rafiki yangu Mwati, nikamwambia mwenzako mimi hapa sasa hivi shule inanishinda. Ananiambia wewe unasoma bana, pambana, sisi tulishindwa hata kuingia hiyo form 1. Mambo yalikuwa ni magumu, tukashindwa. Sasa hivi ndio hivyo, tuko zetu kitaa. Niambia hapa bana, hebu nisikilize rafiki yangu Mwati. Mimi hapa nataka niache shule. Lakini hata nikiacha shule sijui nitafanya nini. Sina cha kufanya. Na hali unaiona hapa nyumbani kwetu inavyokuwa. Yaani mpaka chakula tunakosa, uweze amini. Afu baba yetu yupo tu. Na baba yetu sasa hivi ameshapunguza, hani hata ile kunipa zile pesa hanipi tena kama awali alivyokuwa ananipa. Sio nifanyeje? Mwati akawa ananiambia, hebu nisikilize bwana. Wewe kama unaacha shule, mimi sikushauri, lakini kama unaacha, acha. Lakini mimi mwenzako nilipoacha shule, nikagoma kabisa kuingia form 1. Mimi nilianza kuchukua vitunguu kule sokoni, nikawa nawazungushia watu, nawajazia na wauzia vingine 200, nawafungia mafungu ya 200, ya 500, ya 1000 na wazungushia mtaani. Sasa hivi ndo unaniona nafunga zangu karoti, vitunguu, na wapelekea nyanya chungu na wauzia, nazungushia mitaani kama hivyo yani. Kwa hivyo na mimi napata kipato kidogo hivyo, maisha yangu yanaenda vizuri. Sasa hata wewe unaweza ukajiunga na mimi tukafanya hii kazi. Kaambia rafiki yangu kweli, mimi naacha shule. Tukakubaliana vile. Kwa hiyo na mimi pale nikawa sasa siende shule. Na mama yangu sio mtu wa kunisisitiza tena sasa shule hapo. Kwa sababu hata yeye mwenyewe alivyokuta kwamba muda mwingine siende shule akawa anafurahi kwamba ndo vizuri sasa. Kwa sababu nisipoenda shule sisimdai vitu vya shule. Akaona ana enjoy tu. Ingawa wakati mwingine akiwa amepata kazi ya kufagia mahali naenda namsaidia, anapewa hela kama hivyo tunakula. Baadaye nikasema mimi ndo nataka nijiunge na rafiki yangu Mwati ili tuweze kwenda kuzungusha vitu mtaani. Nikamwambia mama yangu hiyo issue kwamba mimi nataka nianze kuuza pamoja na Mwati huko mtaani. Akaniambia wewe hapana. Kwa nini usiende ukasaidizana kazi na mama Bulan?
alafu atakupa hela akufundishe ile kazi. Kazi gani? Unajua Mama Bulan yeye alikuwa ni dobi. Alikuwa kazi yake ni kufulia watu nguo, anazinyosha kama hivyo yani. Nikawa sijapenda, lakini sasa kutokana na kwamba mama ameniambia vile nikaona bora tu kwa sababu hii amenibariki. Alafu nikienda kule ndo vizuri, hata mimi siku nikiweza kufua vizuri, nikajua vitu wateja wanataka, naweza nikafungua hata na mimi goli langu, nikawa na mimi ni dobi nikapata hela. Nikamwambia mama sawa. Mama akaongea na rafiki yake yule Mama Bulan, na mimi sasa nikaanza kwenda kule. Nilimueleza rafiki yangu Mwati kwamba bana mimi sasa hivi niko upande wa huu wenye udobi. Nikawa mimi naenda kule kwa Mama Bulan, namsaidia kufua nguo kule na josha. Kiukweli nilikuwa napata hela kidogo, angalau napata shilingi 2000, siku zingine 3000. So unajua hapo nimepiga kazi kweli kweli. Sema tu uzuri ni kwamba yule rafiki yake mama alikuwa anakula kule kwake nini mambo kama vile. Alafu kulikuwa sio umbali sana, ni umbali ambao unafaa kutembea. Sio kwamba hamna bajaji, hakuboda no, lakini sasa budget. Kwa nilikuwa najua zangu nikitoka kule natembea kwa mguu nafika. Bana kulikuwa na baba mmoja sasa. Akawa ananiona. Yule baba alikuwa ni jirani. Sio jirani sana, lakini sio mbali sana vile vile. Kwa kutembea kutoka nyumbani kwetu kutembea kwa mguu ni kama dakika 7. Kama unatembea haraka 5, ukitembea taratibu anyway, lakini kwa kifupi ni kwamba dakika 10 haziishi kutoka pale kwetu. Yule baba alikuwa ananiona mara kwa mara nikiwa natoka kwa Mama Bulan. Nikiwa natokea kule naenda nyumbani. Ile alikuwa na kigari chake fulani hivi. Ni mbaba. Alikuwa na gari yake RAV4. Natembea zangu, anakuja pale, mara nione, mara namuona ananikonyeza. Mimi kwa simuelewi, nikasema mbaba naye ubana bwachane na mimi asiakana. Akaanza kuniharibia maisha hapa. Yule baba siku moja wakati natoka kwa Mama Bulan akasimamisha gari. Wewe Sitra. Sitra. Abe shikamo. Marahaba. Njoo bwana upakie twende. Twende sasa wewe hapo si ushafika tu hapo ukiingia hapo hivi hapo kingine mimi sinatembea mwenyewe. Wewe panda bwana mimi sina kupeleka mpaka kwenu kule. Kama unampeleka kule sawa, mimi nikajua ni hapo wewe unakatishia hapo. Alafu mimi nipande mpaka hapo sasa bora nitembee tu. Nakupeleka mpaka pako kule, nakushushia pale karibu na kwenu kabisa. Haya. Msikilizaji, nilipanda ile gari yake. Yule baba mimi nilikuwa nataka nipande kwa nyuma, akaniambia panda kwa mbele. Basi nikawa tumekaa naye pale mbele. Akaanza kuendesha gari. Jamani. Alipokuwa anaendesha gari mwanzoni si akabadilisha hata speed. Taratibu. Huku mkono wake anaupeleka ananigusa kwenye paja langu. Msikilizaji, yule mbaba vipi? Mtu mwenyewe mkubwa mpaka kwa babangu na mamangu. Yaani yule ni napaswa nimuite sui babu. Ni mbaba mtu mzima wewe. Yule baba bana alikuwa anaitwa Bimo. Akao. Umekuwa mkubwa sana sasa hivi. Huku unafanyaga nini? Kama mimi naendaga huko kufua nguo. Kufua nguo ndo kazi ambayo unayofanya? Yaani unafuaje nguo? Ni dobi au? Ndio. Umefungua goli lako ni wewe nakupa nguo zangu au wewe una mke wako? Nisikilize bwana. Na mke wangu ndio, lakini sasa kwani mke wangu lazima afanye kazi ya kufua nguo zangu? Hapana, sio goli langu. Ni goli la rafiki yake Mama Bulan. Dobi, kumbe dobi wa kule. Ndio unapotoka kila siku na kuonaga. Ndio natoka huko. Alafu umekuwa mkubwa bwana sasa hivi. Yaani umezaliwa tunakuona sasa hivi umekuwa mkubwa kweli, umenipendeza kweli bwana. Mimi sio mkubwa. Wewe mkubwa bwana. Unataka kuniambia kwamba hujaanza mambo ya ukubwa wewe? Hata sijui hayo mambo unasema. Nishushie tu basi hapa. Wewe si unaingia hapa? Wewe si nimekuambia nakupeleka bwana mpaka nyumbani kwenu. Poa, endesha basi gari. Mbona unaenda taratibu hivyo? Sasa tuna haraka gani huko kwenye gari? Kwani ungetembea kwa mguu ungekuwa ushafika hapa? Haya bwana, twende. Acha bana kunigusa baba. Mbona kwa hivyo? Najua na mimi napenda bwana kuona
kwa vizuri, si unaona hata kifuani. Yule mbaba akapeleka mkono wake mpaka kwenye kifua changu. Akagusa. Jamani. Unajua maziwa yako pale yalikuwa hadi yanauma. Ukiagusa. Hajawahi kuguswa na mtu yeyote, hajagusa kuguswa na mwanaume, labda mimi mwenyewe nikiwa naoga. Alivyogusa pale nikasikia kama kunauma. Kwa hiyo nikaruka. Nilivyoruka pale kasa, si unaona kabisa. Umekuwa mkubwa bwana. Ungekuwa mtoto usingefanya hivyo. Twende bwana nikupeleke. Afu leni sasa, kwa nini siwe mimi nakuchukua kila siku afu nakupeleka kuko kwa mama Bulan? Afu kazi zako. Kazi zangu nafanya tu, kwani umri wangu huu nafikiri ni wa kukombana kazi kila saa. Kazi zangu mimi hata nisipokuepo mwaka mzima bado kazi zangu zitaenda vizuri. Nashukuru, nitakuwa natembea tu. Kweli. Basi mimi ngoja nikusaidie basi hata pesa kidogo ili uweze kusaidika wewe na mama yako pale nyumbani. Sawa, asante. Msikilizaji, nilijua labda ananipa shilingi 2000 3000. We, tumefika pale sehemu ambapo mimi yapasa amenipeleka mpaka kwetu pale. Yule baba alitoa noti 3 za shilingi 10,000 akanipa. Wewe nilistuka. Ananiambia, mbona kama umestuka? Ngemela yote hii ndo unanipa? Mbona ila kidogo tu hii. Lakini naamini inaweza kukusaidia. Kama ukiwa rafiki yangu utapata pesa nyingi zaidi ya hizo. Hizo ni kidogo tu, utapata hela nyingi sana. Shika na hii hapa. Akaniongeza 5000 nyingine ambayo iko kwenye mfuko wa shati. Wewe? Akaniambia bunjo kwanza. Nilikuwa nataka kushuka kwenye gari, akaniambia bunjo kwanza. Nikasogea pale mpaka karibu yake. Wezi amini yule baba. Akaniambia njoo kunongoneze kitu. Nikainama pale. Alinipigia bonge la busu hapa kwenye shavu langu. Nilinyanyuka pale. Wewe. Msikilizaji, ile busu ya yule baba, kusema ukweli ni sijui ilikuwa imewekwa dawa. Unajua ilibadilisha mfumo wangu wa hisia wote katika mwili wangu. Nilijisikia kwamba kuna kitu nakisikia. Yaani najisikia ile hali ya kufanya mapenzi japokuwa mimi nilikuwa bado sijaanza mapenzi. Lakini nilikuwa naanza kujisikia hali fulani hivi ya msisimko. Nikasema lakini akamwambia basi nashukuru, asante. Akaniambia haya basi. Hauna simu? Nikamwambia mimi sina simu. Kwa hiyo unawasilianaje? Mimi sina mtu kwanza wa kupigiana naye simu. Basi hamna shida Citrus. Nimekuelewa. Usiku mwema basi. Na wewe pia. Pale mimi nilifurahi msikilizaji. Sijawahi kupewa hiyo ila pamoja. 35. We? Nilifurahi ngasema mtu si ndo huyo hapa. Mimi huyo nikaingia zangu mpaka ndani. Ile hela sikutaka kumuonyesha mama. Lakini nilikuwa namsaidia pale, mimi nilimpa tu mama shilingi 10,000. Akaniambia, vipi leo?" Ngambia, "Ndio hivyo tu, nimependa tu nikupe hii hapa ili uweze kununua vitu hapa nyumbani tutumie." Mwanangu, yote hii umepata leo?" Ngambia, "Hapana, hii ni hela ilikuwa nyingine, nilikuwa nimeweka, ndio nimeamua nikupe." "Nashukuru sana mwanangu jamani, nashukuru sana." Mama yangu alifurahi baada ya kumpa ile pesa. Hakujua kabisa kwamba mimi nimepewa na dada. Niliogopa tu kumwambia mama, niliona mama yangu alivyo mkali huyo. Naweza nikamwambia hapa akaanza kuniambia nirudishe hiyo pesa, nirudishe pesa tena. Basi katulia zangu siku ile ikapita. Zilipita siku 3 nikiwa mimi naenda bado kule kwa Mabulani bila kuonana na yule baba. Siku ya 4 nakumbuka nilikuwa natoka hivyo na mimi ndo nakujirudi zangu nyumbani kwa mguu mdogo. Niliona pi. Alinipigia honi kuangalia gari, ilikuwa ni ile gari ya yule baba. Akaipaki pembeni. Nilijua kabisa kwamba ananisubiri mimi. Nikaenda, nikafika pale alipo akaniambia, bwana unajua matatizo ya kukosa simu hayo sasa. Yaani unajua nina siku nyingi toka siku ile nahitaji nikuone afu sikuoni." Nikamwambia ndio hivyo, panda basi. Nikazunguka nikapanda. Akaniambia unajua, yaani na zawadi yako nimekununulia toka ile siku kesho yake. Nilishakununulia zawadi yako. Mpaka leo hii bado wewe sijakuona. Iko hapa tu. Si unaiona?
Ilikuwa ni pale kwenye dashboard kulikuwa na bahasha moja hivi. Nikamwambia, ndo nini? Utaiona tu. Zawadi ishakuwa ya kwako, hiyo utaiona tu. Nikamwambia, haya, tashukuru. Sawa, lakini mambo mengine vipi? Salama tu. Haya bana. Nimefurahi kukuona kwa kweli, Sitra. Unajua bwana, wewe ni binti moja na kuona mustarabu sana, una upendo sana. Ndio maana unaona nimeamua hata nikununulia zawadi. Una nidhamu. Kwa kweli unastahili pongezi. Binti kama nyinyi ni wachache sana kutokea kwa kweli. Nashukuru baba. Ila yani wewe bana, yani baba Bima wewe. Yani wewe una mambo yako wewe. Mimi sio Bima bwana. Bima ni za magari. Mimi ni Bimo. Bimo ba. Mimi jina lako linanichanganyaga sana. Mara Bima, si Bimo umesema? Ya, mimi ninaitwa Bimo. Haya bwana. Wewe unachekeshaga wewe, unapenda mimi jamani, na nidhamu gani? Nashukuru lakini. Wewe una nidhamu sana binti. Una nidhamu, sio kama watu wengine wana nidhamu sana kwa kweli. Chukua zawadi hiyo hapo. Alichukua ile bahasha na kunikabidhi. Nilimwambia mimi nifungue hapa, akaniambia fungua tu, hiyo ishakuwa ya kwako. Nilifungua pale ndani, niliangalia, nilikuta kuna simu. Mpya. Nikasema Mungu wangu. Nikamwambia asante. Hii ya kwangu? Akaniambia hiyo ya kwako. Hapo utajisnap, utajipiga picha vipi? Vizuri kabisa. Jamani. Haya bana, nashukuru. Haya, hamna shida. Tulienda na yule baba mpaka pale nyumbani, akaniacha pale barabarani, na hivyo mimi nikaingia kwenye chochoro wa kwanza, nikakuta njia ile ya kwenda nyumbani, nikaingia zetu nyumbani, nikaingia zangu nyumbani pale, nikatulia. Nikawaza sasa nitamwambia mimi nini mama kuhusu hii simu. Simu smart nzuri mpya. Lakini nikasema potele pale. Nikatulia zangu pale, sikumuonyesha mama. Lakini kesho yake nilipokuwa naenda kule kwa mama Bulan, nikasajili zangu line, nikawa nimeweka pale. Sasa mimi tayari pale na namba ya simu. Namba yule mzee sina, namba ya nani sina. Sina namba ya mtu yote. Isipokuwa namba ya mama yangu tu ndio nilikuwa nimeikariri. Nikaweka pale, nikampigia mama simu. Kuongea naye tuombea tu ile ajue kwamba nina simu. Kwema Yesu nini? Basi. Mama alijua kwamba ile namba sio yangu. Niliporudi nyumbani ndo nikamwambia hii ni ya kwangu. Wewe, hii simu umeipata wapi? Ningemwambia mama simu yenyewe ya mkopo hii. Sasa kwa nini umechukua simu ya mkopo? Niambia nimeamua tu nichukue simu ya mkopo ili niwe na simu mama. Si unajua sasa ukabila simu haiwezekani. Haya. Hamna shida. Mama hakuwa na kelele sana baada ya kumwambia kwamba ni simu ya mkopo, lakini ukweli ni kwamba mimi nilikuwa najua kwamba simu ile sijaikopa wala nini. Basi siku nyingine nilipokuwa natoka kazini, pale sasa yule baba akawa akanipakia tena kwenye gari. Akaniambia vipi? Kwani namba yako inaisha na ngapi? Nikamwambia kweli sijakupa namba yangu. Hebu nitajie namba yako hapo mimi nikupipo. Kuanzia pale sasa yule baba akanitajia namba, kwa sasa mimi na yeye tuna mawasiliano. Mimi na yule baba tukawa karibu. Yule baba alinipa ahadi nyingi sana. Lakini alikuwa anataka mzigo. Ngajua hapa kuuliwa kuko jirani. Kuuliwa kuko jirani. Kwa jinsi nilivyokuwa naona anaendelea kunipa zawadi. Ukaribu, mara usiku baby, mara nini? Nilikuwa kwanza simpendi yule baba, lakini napenda sana hela zake. Alivyokuwa ananipa hela. Kwa hiyo hata alivyokuwa ananiambia baby sio nini, nikitaka kumkatalia naona kama nitakosa pesa. Nikamwambia mna shida bana. Sawa, akaniambia bwana, unajua mimi nataka siku moja tutoke wote tuzunguke nikakuonyeshe. Kuna nyumba yangu moja hivi, guest moja, na tamani kama vipi ukipenda nikupe usimamie wewe. Nataka tuende nikakuonyesha. Alivyotaja tu neno guest, nikajua ndo kuliwa hapa. Nikaanza kuogopa. Ukizingatia mimi bado bikra hapo sijaanza. Afu yule baba mimi simpendi. Sina, yani yule pale ukiacha tu kwamba akinigusa napata hisia. Lakini sijawahi kuwa na hisia zile zenyewe za kumpenda, lakini msisimko ule unapata, si unajua ukigusa mwanamke. Sasa ngajiuliza, ni maana mimi kweli ubinti wangu ni nimeulinda siku zote hizo.
Alafu eti mimi leo hii, sababu mimi toka darasa la 6 nilikuwa tayari nishaanza kutuna kifuani nini, nishavunja ungo. Sasa nimekaa mpaka sasa hivi mwaka wa 3 toka nivunje ungo. Nimetunza binti wangu, alafu leo hii kweli mzee ajani. Haiwezekani. Nika sasa mimi ile nakataa. Lakini alikuwa ananipa zawadi sana. Kwa hiyo kukataa moja moja ikaiwezekani. Siku moja nikamwambia basi poa, tutaenda. Siku hiyo nikamwambia mama mimi kwanza siku moja kabla nikamwambia mama Bula kwamba mimi kesho sitoingia. Nikamdanganya akawa amenielewa. Nilipofika kwa mama nikamwambia mama mimi naenda kazini. Mama yake akajua kwamba naenda kazini, lakini ukweli siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo mimi nimepanga kutoka mimi pamoja na mzee Bimo. Nikatoka pale nikaenda mpaka kwa mahali ambapo tulipokuwa tumekubaliana kwamba tutakutana. Akaja na gari yake pale akanipakia. Huyo tukaenda pembeni kidogo ya mji, sio mbali na mji, ni hapo mjini, lakini pembeni na ile sehemu ya mkusanyiko wa watu wengi. Tukaenda huko, kulikuwa na guest moja hivi, akaniambia ile guest ni ya kwake. Akaniambia twende. Sasa nilipofika pale wale watu pale wakawa wanamsema boss shikamoo. Marhaba vipi poa. Ngajua kweli basi ile guest yake. Tukaingia naye huyo, akaanza kupita kwenye vyumba kule, anapita anaangalia kama vyumba vimeonyesha kwamba vina watu, basi anachana vile ambavyo havina watu anaingia, anakagua. Baada ya hapo tukaingia kwenye chumba kimoja. Tukakaa mle ndani. Akaniambia, hii bwana, hii ni nyumba yangu na kama ukipenda utakuwa msimamizi wewe. Lakini mimi nakuhitaji bwana tu wote katika mapenzi. Kaambia, jamani wewe si una mke wako? Hilo la mke wangu hilo achana nalo. Kwanza mke wangu hayupo sasa hivi. Lakini pia mke wangu si kitu. Wewe ndio kila kitu. Ukinikubalia mimi, kwanza hata wewe nitakujengea nyumba yako kabisa. Nitakujengea nyumba yako nzuri, wewe unakaa. Na nje ya kukupa usimamie hapa, nitakuanzishia biashara nzuri tu. Nzuri kabisa, na nitabadilisha maisha pale nyumbani kwenu kwa ujumla. Na hata mama yako nitampatia kazi. Atafanya. Lakini naomba tu nikubalieni wewe mpenzi wangu baby. Nakwambia yule mbaba akiongea jamani, yani akiongea tu kimwangalia alivyo nenepa. Ana kitambi chake ananiambia eti mimi niwe baby wake. Na kati kuna kaka kibao ananitongoza, wakaka mahandsome ananitongoza, mimi nilikuwa nawakatalia. Japokuwa kuna kaka mmoja alikuwa anampenda lakini sikutaka kumkubalia. Afeti mbaba yule, sasa muda ule tuko pale ndani, amefunga na milango. Akaanza kunishika na kuanza kunitomasa. Kidogo huyo ameenda eti anaanza kunyonya maziwa yangu. Aifungua kiblauzi kile, amekipandisha juu, anaanza kunyonya. Jamani nilipata kusisimka. Alivyokuwa anagusa maziwa yangu vile, jamani ilikuwa napata msisimko wa ajabu huo. Ile baba bwana, bwana mtu mzima ni mtu mzima tu. Mkono wake haraka sana akaupeleka huko chini kwenye kipochi changu hicho, kiwaleti changu ambacho kinakuwa na manyoya. Akakigusa. Nilistuka. Pale ngajua tu tayari ukisikia siku ya kuliwa ndio hii hapa. Nikajua leo hapa lazima nitaliwa. Lakini sasa nilikuwa naogopa zaidi. Kwanza yule mtu ni mkubwa. Alafu ile michezo mimi sija kuianza. Kidogo alivyogundua kwamba akipeleka mkono wake kule mimi nastuka, nafanya nini? Akaacha kwa sasa. Kazi yake ni kunipapasa, kunishika kwenye mapaja, kufanya hivi huku mdomo wake ukiwa haubanduki kwenye maziwa yangu. Msikilizaji. Huyo ndo mzee Bimo bwana. Huyo ndo mzee Bimo. Ashaanza mautundu yake bwana. Huku na kule mara anapeleka mikono yake anaishusha mgongoni. Anafanya hivi. Si akaanza kunivua sasa nguo zangu. Akaanza kuchukua nguo yangu hii, anaweka pembeni, kile kiblauzi akakitupa pembeni. Maziwa yangu yakawa yamebaki yamesimama dede. Yaani ukisoma muda ni saa 6 hiyo mama. Saa 6 kifuani. Ashika sasa anabinya makalio yangu. Jamani. Wajua kuna raha fulani nilikuwa nazipata pale. Sijui nizielezeje. Hakika kama wewe ni mwanamke, unaweza ukaelewa raha ambazo unazozipata unapokutana na mtu ambaye ni romantic. Achana na wale ambao wavurugu, ghafla binivu. Yule mtu ambaye anajua kushika kila sehemu,
anashika nywele, anachezea shingo, mara analambe kwenye shingo huku, mara hivi, mara kwenye mbavu. Jamani, nakwambia nilikuwa niko hoi. Nilikuwa hadi napata kijasho kile cha utamu pale ndani. Ningesema hapa leo ndo siku naliwa leo. Haya bwana msikilizaji, mimi bwana nitaendelea na wewe wakati mwingine. Kwani nyamaze hapo kwanza katika simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Kaka Muuza Radio. Tukutane katika sehemu ya pili bwana. Mimi tutaendelea. Okay, msikilizaji wa channel yetu hii ya makala simulizi. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa. Ni kama introduction ya simulizi yetu hii ya Kaka Muuza Radio. Bwana, kama wewe ni mgeni, bonyeza neno subscribe hapo ili tuweze kuwa pamoja, tuwe familia katika channel yetu. Hii ni simulizi aiseni ya moto bwana. Kama ukienda nayo hii mpaka mwisho, wewe mwenyewe utaenjoy. Mimi nipo kwa ajili ya kukuletea simulizi hii. Ni BHB, na kukumbusha tu kwamba usiache kubonyeza neno lililoandikwa subscribe kama wewe ni bado. Liko mkono wako wa kulia hapo chini ya video hii. Bye bye, tukutane katika sehemu ya pili.